tunamshukuru Mungu aliyetupa nafasi ya kuwepo nyumbani mwake siku hii ambayo tunaadhimisha Pasaka. Na mimi kabla sijafanya jambo lolote, naomba nilete salamu za baba askofu pamoja na mama askofu. Wamesafiri, wako kwenye huduma Arusha, na ametuma ujumbe huu. Najua kuna wengine wameona kwenye mtandao, lakini pia itabidi tusome kanisani kwa pamoja, kwa sababu kuna wengine inawezekana hawana simu, na ujumbe huu ingekuwepo, kama angekuwepo hapa angeusoma madhabahuni, si ndio? Lazima angetamka. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nisome na tunaenda pamoja tunaposomea, si ndio? Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Ninawapongezeni nyote kwa kufikia siku muhimu sana katika historia ya wokovu wetu na ushindi wetu, tunapokumbuka tukio lililobadilisha historia ya ulimwengu wa roho na ulimwengu wa Bwana wetu Yesu Kristo kushinda mauti na kufufuka kutoka kwa wafu na yu hai milele. Nawatakia wote maadhimisho mema na ya baraka, huku kila mmoja wenu akidumu kuthibitika katika maisha mapya yasiyoweza kutawaliwa na dunia, dhambi, mwili na shetani, bali yenye upya na wa uzima kama walio hai baada ya kufa. Tunasoma katika Warumi 6:5 hadi 13. Naomba weka hewani hiyo. Karibuni nyote katika ibada njema ya Pasaka hii. Ni salamu za Pasaka kutoka kwa mchungaji kiongozi, Mchungaji Eliabu Sentozi. Bwana awabariki sana. Piga makofi kama mmepokea salamu hizo. Okay, naomba sasa tusome ule mstari, hiyo mistari ambayo ya Warumi 6, Warumi 6:5-13. Warumi 6:5-13. Warumi 6:5-13 nasema, kwa maana kama mlivyounganika naye katika mfano wa mauti yake, kadhalika mtaunganika kwa mfano wa kufufuka kwake, mkijua neno hili ya kuwa utu wetu wa kale ulisulubishwa pamoja naye, ili mwili wa dhambi ubatilike, tusitumikie dhambi tena. Kwa kuwa yeye aliyekufa amehesabiwa haki mbali na dhambi. Lakini tukiwa tulikufa pamoja na Kristo, tuamini ya kuwa tutaishi pamoja naye. Amina. Tukijua ya kuwa Kristo akisha kufufuka katika wafu hafi tena, wala mauti haimtawali tena. Maana kwa kule kufa kwake alifia dhambi mara moja tu, lakini kwa kule kuishi kwake amwishia Mungu. Vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi na walio hai kwa Mungu katika Kristo Yesu. Basi dhambi isiwatawale ndani ya mioyo yenu, dhambi isitawale ndani ya mioyo yenu ipatikanayo na mauti, hata mkazitii tamaa zake. Wala msiendelee kuvitoa viungo vyenu kuwa silaha za dhuluma kwa dhambi, bali jitoeni wenyewe kwa Mungu kama walio hai baada ya kufa, na viungo vyenu kwa Mungu kuwa silaha za haki. Amina. Hizo ni salamu kutoka kwa baba askofu. Anatusisitiza kuishi maisha ya usafi na utakatifu, tusitende tena dhambi. Kama Kristo alikufa kwa ajili yetu, na sisi tumekufa pamoja naye, tumefufuka pamoja naye. Hakuna kuishi tena maisha ya dhambi. Haleluya. Amina. Mbarikiwe na Bwana na mpokee ujumbe huu. Fungua Biblia yako sasa pamoja nami katika Injili ya Mathayo sura 28. Tusome Mathayo 28. Tutasoma mstari wa 1 mpaka wa 10. Naomba Shemasi niletee ikae hapo. Tunazungumza habari ya kufufuka kwa Yesu. Haleluya. Hii ni wiki ya Pasaka na Mungu ametupa neema kuwepo nyumbani mwake mchana wa leo. Hebu tuangalie maneno ya Mungu anasemaje kuhusu kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Amina. Hata Sabato ilipokwisha ipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja akaliviringisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme, na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa wale walinzi wakatetemeka, wakawa kama wafu.
Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka, kama alivyosema. Njoni mpatazame mahali walipomlaza. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, amewatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakakomuona. Haya nimekwisha kuwaambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio wakawapasha wanafunzi wake habari. Na tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakamkaribia, wakamshika miguu, wakamsujudia. Mstari wa 10, kisha Yesu akawaambia, msiogope, nendeni mkawaambie ndugu zenu waende Galilaya, ndiko watakakoniona. Baba, ninakuomba ulibariki neno lako. Sema na kijana yule, sema na baba yule, sema na binti yule, sema na mama yule, sema na kila mmoja ambaye amefika nyumbani mwako katika ibada hii ya Pasaka. Nikusihi Baba yetu, katuhudumie, maana unatujua. Asante kwa neema wokovu ambao ulichilia pale msalabani. Nasi tunakusihi Bwana, tunapokumbuka nenda kuisha mioyo yetu, nenda kuumba jambo jipya katika maisha yetu, maana Mungu tunatamani kukuona. Tunakutukuza Mungu wetu, tunakupa sifa na utukufu katika jina la Yesu tunaomba na kushukuru, amen. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kupokea salamu za baba askofu, ujumbe ambao nimekuja nao mchana huu leo hauna tofauti, ni yale yale. Ametuambia Yesu yu hai. Haleluya. Na mimi na ujumbe unaosema kwamba Bwana Yesu amefufuka. Bwana Yesu amefufuka. Mjamkie jirani yako kushoto na kulia, mwambie Bwana Yesu amefufuka. Hayuko kaburini tena. Yu hai. Mwambie yu hai. Amefufuka. Amen. Taarifa hizi zililetwa na malaika. Maandiko yanatuambia kuna wanawake watatu walikwenda kaburini. Walikuwa na nia nzuri ya kwenda kupaka mwili wa Yesu mafuta. Bwana Yesu asifiwe. Sasa walipofika wakakuta kaburi li wazi na Yesu hayupo. Yaani yule kile kilichowapeleka, wameenda wamekuta hayupo. Sasa wakakutana na malaika. Malaika anawapa taarifa kwamba hayupo, amefufuka. Amen. Kwa huu ni ujumbe, ni taarifa waliopewa wale waliokwenda kaburini kwamba Yesu hayupo tena, amekwisha kufufuka. Bwana Yesu asifiwe. Ni taarifa nzuri. Haleluya. Yaani aliyekuwa amekufa akazikwa, wakaweka na jiwe kubwa, wakaweka na mhuri, wakasema hapa tumemaliza, imetoka. Lakini tunaambiwa kwamba yule aliyewekwa kaburini kwamba asionekane tena, kwamba amekufa akafufuka. Kwa hiyo taarifa hizi malaika anazileta, anawaambia wale wakina mama kwamba Yesu amefufuka. Na mimi leo nakuja na ujumbe huu kwamba yule Yesu tunajua kwamba alizikwa, akafa, kwamba hayupo tena, leo amefufuka. Mwambie mwenzako Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Hizi ni taarifa za ushindi. Halo, ni taarifa za ushindi. Na ngoja nikwambie, kama Yesu asingefufuka tusingekuwa hapa. Kama wewe piga picha, wale watu walimpiga, wakamuua, wakazika, wakaweka na jiwe kubwa tena, wakaambizana kwenye Injili ya Marko kwamba tuweke na walinzi. Huyu alisema kuna siku atafufuka, tuweke na malinzi. Wakaweka na mhuri, wakaambiwa linda sana. Lakini hakuna cha mlinzi, hakuna cha jiwe, hakuna cha mhuri. Mwana wa Mungu Kristo Yesu alifufuka. Amen. Yawezekana kuna mahali wamekubana, wanasema hapa hautatoka. Yawezekana wanataka kuharibu biashara yako, wanasema hapa hatatoboa. Wanasema kwamba huyu wanaharibu huduma yako, wanasema hapa hatatoka. Ngoja nikwambie, Yesu aliyefufuka katika wafu, tunaambiwa ni limbuko la walio hai. Hata sisi tukifa tutafufuka, na hata yale mambo ambayo waliyaua yatafufuka kwa jina la Yesu aliyefufuka. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu umeshaona kama haviendi, kwamba vimekufa. Ngoja nikwambie wewe unayemwamini Kristo, naleta habari njema kama alizoleta malaika kwamba huyu Yesu aliyefufuka
tunayemwamini sio mtu wa kawaida. Hata hayo yatafufuka. Iwe ni biashara, Bwana ataihuisha. Maadamu una Kristo, kuna kitu atafanya. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, walimpiga Yesu, wakamuua, wakamzika, wakasema tumemaliza. Ngoja nikuulize swali, hivi kama Yesu asingefufuka leo, ungekuwa umesema nimeokoka? Ungekemea pepo kwa jina la Yesu? Angesema hivi, wewe Yesu gani yule ambaye tulimpiga tukammaliza? Sasa tuna kila sababu ya kujivunia na kusema katika hali ya ushindi, kwa sababu tumembeba Yesu. Haleluya! Tuna Yesu ambaye hajashindwa. Ile kushinda mauti, ile kufufuka ni kwamba ameshinda mauti. Kaburi halikuwa na nguvu juu yake, na hiyo nguvu ilitoka kwa Mungu. Na mimi naomba nikwambie, unashiriki ibada leo hapa, kwamba iko nguvu iliyomfufua Yesu Kristo, ikafufue mambo yaliyokufa, ikafufue biashara zilizokufa. Maadamu umembeba Kristo, simama kwa jina hilo, kwamba Yesu aliyefufuka katika wafu, kwa jina la Yesu huyo, hivyo vitu vifufuke. Haleluya, haleluya. Tuna Yesu, sio watu wa kuchezea. Bwana Yesu asifiwe. Huyo Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu ni Mungu tunaye. Na Kristo aliyefufuka katika wafu ni Kristo ambaye tumembeba, yuko ndani yetu, anafanya kazi. Ni jambo gani linalotushinda? Katika Warumi anasema kwamba nimewafanya kuwa zaidi ya washindi. Sisi ni washindi, na kama sisi ni washindi, hakuna sababu ya kuogopa. Akawaambia wale wanawake, msiogope, msiogope, huyu Yesu amefufuka. Akawaambia yuko hai, hayuko tena kaburini. Na mimi nitangaze, hayuko tena kaburini. Na leo nataka tukamwambie Jehova, kuna mambo aliyazika, kwa jina la Yesu aliyefufuka tutakwenda kuyafufua kwa jina la Yesu. Ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo ikatende kazi ndani yako kwa jina la Yesu. Haleluya. Kwa hiyo wanapewa taarifa Yesu amefufuka. Wao wanajua kwamba wanaenda kumpaka mafuta mfu, wanakwenda kupaka mafuta mwili wa Yesu aliyekufa, lakini wakaambia ameshafufuka, hayupo tena hapa. Haya mafuta pelekeni pengine, Yesu hayupo tena hapa, amewatangulia kwenda Galilaya. Ngoja nikwambie, yamkini kuna mahali ulisononeka sana, ukasema kwamba sasa nitawezaje, nitavukaje, imeshakuwa hivi. Kuna mahali wamekubana, lakini nakwambia kwa jina la Yesu aliyefufuka kutoka kwa wafu, iko nguvu ya kukutoa hapo. Iko nguvu. Wa Kristo na kanisa la leo tuamini. Mwamini Kristo aliyefufuka katika wafu, sio wa kawaida. Amen. Ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu bado inatenda kazi. Hata sasa inatenda kazi. Ukiamini, ukiliamini jina lake, ukimwamini yeye, naomba nikuambie hivi, hautabakia kama ulivyokuwa. Yale yaliyokufa yatafufuka, maana tuna Yesu aliyeshinda mauti. Haleluya. Na kama tuna Yesu aliyeshinda mauti, Baba ametuambia Yesu yu hai. Ni ujumbe, salamu za Pasaka. Yesu yu hai. Ni kweli, aliyekuwa amekufa amefufuka. Mliyefikiria kwamba amekufa ni hai. Na kama yu hai, atatenda kazi kubwa zaidi ya hizo kwa utukufu wa Bwana. Kama kuna mali ulifikiria kwamba imekwisha, haijakwisha. Ndo mwanzo wa safari, ndo mwanzo wa huduma, ndo mwanzo wa biashara, maana tuna Yesu aliyefufuka. Ukiliamini neno hili, ukalitendea kazi, ukakaa katika nafasi ya kujua kwamba nguvu iliyomfufua Kristo hata sasa inatenda kazi ndani yetu, kuna mambo yaliyokufa utayafufua. Haleluya. Kuna kazi zilizokufa utazifufua. Kuna biashara zilizokufa utazifufua. Kuna mahusiano yaliyokufa utayafufua, maana tuna Yesu. Mwambie mwenzako, tuna Yesu. Tuna Yesu aliyefufuka. Tuna Yesu aliyefufuka. Amen. Na kama tuna Yesu aliyefufuka, kwa nini tunakuwa na mashaka? Wasiwasi wa nini? Wewe mama, lile jambo linalokusumbua, unafikiri kwamba ndio imekwisha, haijaisha. Ndio mwanzo tunaanza, maana Yesu amefufuka. Amini leo, nipeleke kwa Bwana. Haleluya. Haleluya. Ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka wafu mpaka leo ipo, inatenda kazi. Hata sasa inatenda kazi kwetu sisi tunaomwamini Kristo. Haleluya. Inatenda kazi.
Bwana Yesu atusaidie. Kwa kufufuka kwa Yesu ni ishara ya ushindi. Ni ishara ya ushindi. Ni ishara ya ushindi. Ameshinda dhambi. Akashinda nguvu ya kaburi. Ameshinda mauti. Na kama alishinda mauti, na sisi tutashinda. Anasema ametufanya kuwa zaidi ya washindi. Na kama sisi ni washindi, kwa nini tunaogopa? Mbona kuna mambo yanatuliza, yanatusumbua? Naomba usilie tena, usiogope tena. Iko nguvu ya ushindi kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Iko nguvu ya ushindi. Iko nguvu ya ushindi. Amini, amini, amini. Bwana atakutetea. Haleluya. Yale aliyokushinda leo nataka tuyaambie. Kama kuna vitu waliua kwenye maisha yako, kwenye biashara, kwenye leo, iko nguvu ya ufufuo. Haleluya. Yesu aliyefufuka kutoka wafu yuko hapa. Yuko ndani yetu. Ni kutamka tu kwamba yaondoke na yataondoka. Tumepewa mamlaka, tumepewa nguvu. Yaondoke yataondoka. Yafufuke yatafufuka. Inawezekana katika jina la Yesu aliyefufuka. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka tuangalie mambo machache, alafu tuende, sitaki kuwa na ujumbe mrefu. Nataka bado tumalize mapema. Okay. Kufufuka ni dalili ya ushindi kwetu sisi. Yaani alishinda mauti. Alishinda dhambi. Kwa ni dalili ya ushindi. Kwa tunaposherehekea Pasaka, yaani tunasherehekea ushindi wetu. Tunasherehekea ushindi wetu. Amen. Ameshinda. Anasema na sisi ametufanya kuwa zaidi ya washindi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kufufuka, malaika alipokuwa anawaambia kwamba hayupo hapa, amefufuka, ni tangazo la furaha, ni tangazo la ushindi, ni tangazo la baraka, kwamba unaambiwa mtu ambaye alikufa, mkalia, mkahuzunika, mkamzika, unaambiwa, kunapewa taarifa kwamba amefufuka. Ni tangazo la furaha. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kucheka na kushangilia, maana hatutakuwa watumwa tena. Ngoja nikwambie, kama Yesu asingelifufuka, usingekuwepo kanisa. Usingekuwepo hapa. Hakuwepo. Wala usingekemea mapepo kwa jina la Yesu. Yaje kuuliza kwa Yesu yupi tuliyemmaliza. Halo? Tusingefanya hivyo. Kwa tuna kila sababu ya kufurahia kwamba ni tangazo la ushindi, ni tangazo la baraka, ni tangazo la furaha. Kama tunaambiwa, malaika anasema hayuko hapa, amefufuka. Yesu, Bwana Yesu amefufuka. Anawaambia wale akina mama, mnajua mnamtafuta huyo, hayuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Na kama amefufuka, ameshinda. Kaburi halikuweza kumshikilia. Yeye walioweka mlangoni halikuweza kumzuilia. Muhuri walioweka kuweza kumzuilia. Maaskari hawakuwa. Maandiko yanatuambia hapa tuliposoma kwamba yani malaika alishuka kutoka mbinguni, akaliviringisha, akaliondoa ile juu. Afu likatokea tetemeko. Tetemeko likawafanya wale walinzi wakawa kama wafu. Kama wafu. Yesu akaondoka. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Amina. Nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka wafu inatenda kazi hata sasa. Na Bwana Yesu amefufuka kweli, ni sawa. Lakini kuna nguvu inayotenda kazi hata kwetu tunaoamini kwamba Yesu alifufuka. Na mambo matano ambayo nataka tuyaangalie, 6, tuyaangalie kwa ufupi. Jambo la kwanza ni kwamba Yesu huyu aliyefufuka atatufufua hata sisi katika mambo yote. Amen. Tunamwamini Kristo na anaamini kwamba alikufa akafufuka. Atatufufua hata sisi katika mambo yote. Kama kuna mambo yalikuwa yamekufa maisha yetu, kuna mali tulikuwa tumekufa, maandiko yanasema kwamba katika Waefeso, maandiko yanasema katika Waefeso sura ya 2 mstari wa 10 anasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu. Waefeso 6 mstari wa kwanza. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu. Na kwa sababu hiyo basi tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwamba ametupa uzima, kumfufuka kwa Yesu, na kwamba na sisi tunafufuka. Tulikuwa kwenye dhambi, tunatoka katika ufu wa dhambi, tunaingia katika ufu wa uzima. Na ndio maana hata ujumbe aliotoa Baba ni kwamba anasema tusichukuliwe tena na tabia ya maisha ya dhambi, maisha yasiyofaa, tuishi maisha ya usawa. Maana sisi sio watu wafu tena, ni watu ambao tuko
hai. Maana Kristo amekwisha kutufufua, Kristo amekwisha kututoa katika uovu na katika dhambi, ametupa ushindi kwa kifo chake msalabani. Alipofufuka na sisi tumefufuka katika maisha yetu haya. Amen. Tumefufuka katika maisha yetu haya. Kwa lazima tujue kwamba kufufuka kwa Yesu kwetu si ni ushindi, ni jambo la furaha, ni jambo la baraka, ni jambo la neema kwetu sisi tunaomwamini Kristo na kwa kanisa lote. Haleluya. Ni jambo la furaha. Lakini namba 2, hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inaweza juu ya kila kitu. Inaweza juu ya kila aina ya mauti iliyokuwa imewasumbua watu na kuwatesa. Yaani hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inaweza juu ya kila aina ya mauti iliyokuwa ikiwasumbua na kuwatesa watu. Kila aina ya mauti. Iwe ni mauti ya kiroho, mauti ya kimwili, mauti ya kimahusiano, mauti ya biashara, mauti ya kazi. Yaani kuna vitu ambavyo shetani ameviua kwenye maisha yako. Hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inaweza juu ya mauti ya kila namna. Haleluya. Ina nguvu juu ya mauti ya kila namna. Na ndio maana nimesema kwamba lazima kama kuna vitu ambavyo shetani ameua kwenye maisha yako, leo vinakwenda kufufuliwa katika jina la Yesu aliyefufuka. Amen. Hiyo nguvu bado inatenda kazi katika kanisa la Mungu. Wangapi wanaamini kwamba hiyo nguvu inatenda kazi? Na kama unaamini kwamba hiyo nguvu inatenda kazi, kama kuna mambo yalikufa, labda ni mahusiano, ni kazi, ni huduma, siku ya ufufuo Yesu amefufuka. Yesu amefufuka. Mwambie mwenzako Yesu amefufuka. Haleluya. Kwamba hayo mambo ambayo adui aliyaua, leo na akafufuke kwa jina la Yesu. Hiyo kazi aliyoiua kwa namna moja kwa namna nyingine, haya mahusiano aliyoua, hiyo ndoa aliyoiua, hiyo kazi aliyoiua, hiyo biashara aliyoiua, leo ni siku ya ufufuo, maana Yesu amefufuka. Haleluya. Ni siku ya ufufuo. Hivyo vyote ambavyo adui aliviua vinakwenda kufufuka kwa jina la Yesu Kristo. Usiache hata kimoja. Roho Mtakatifu akukumbushe. Tunapoingia kwenye maombi, chochote kile ambacho adui aliua lazima kifufuke leo. Pasaka hii ilete mabadiliko katika Pasaka ya mwaka 2026. Kuna vitu ambavyo vilikuwa vimekufa, nikasimama kwa jina la Yesu aliyefufuka, vikafufuka. Amen. Kama unataka endelea kubakia hivyo hivyo, ni wewe mwenyewe. Lakini nguvu hiyo bado inatenda kazi ndani ya kanisa la Mungu. Hiyo nguvu ipo. Haleluya. Okay, namba 3. Hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo inalipa kanisa mamlaka ya kuambia ulimwengu na kushuhudia kwamba Yesu alifufuka. Yaani natupa mamlaka na nguvu na ujasiri. Yaani nakupa ujasiri. Ngoja nikwambie, kama Yesu asingefufuka tusingesema, tungejificha wewe. Na tusingekuwa tumeokoka. Tungeokokaje kati mtu anakufa msamaha alafu anakufa moja kwa moja? Tusingeokoka. Kwa hiyo kufufuka kwa Yesu kunatupa jeuri. Hebu sema jeuri. Mamlaka, ujasiri wa kuambia wengine hata mambo yanayotusumbua, tuna Yesu aliyefufuka, tuna Yesu aliyeshinda. Haleluya. Yaani inatupa jeuri, inatupa nguvu na mamlaka ya kutangaza kwamba Yesu ni mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Inatupa mamlaka. Tukisoma katika Matendo ya Mitume sura ya 2. Andika lakini hatusoma kwa sababu ya muda. Matendo ya Mitume sura ya 2. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 24. Niseme tu kwa ufupi. Baada ya Pentekoste, wakati Roho Mtakatifu aliposhuka wakati wa Pentekoste, maandiko yanasema mitume na watu wengine walikuwa wanaamini Kristo, walikuwa wamekaa sehemu fulani hivi wanasubiri hiyo ahadi ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu alipokuja wakanena kwa lugha mpya na Mungu, yani Mungu kuanzia hapo wale mitume wakapata ujasiri wa kuhubiri neno, na walipokuwa wanahubiri watu wanashangaa. Petro anawaambia msishangae, yule Yesu mliyemuua akafufuka kutoka kwa wafu. Ile nguvu iliyomfufua Kristo ndio inayotenda kazi. Haleluya. Kwa Petro akawa na ujasiri wa
ndio inatenda kazi sasa. Kwa msishangae. Kwa hiyo unapokuwa unaamini kufa na kufuka kwa Kristo, wewe unayemwamini Kristo, ina maana una ujasiri wa kuambia wengine hata huu ugonjwa utapona. Njoo kanisani, kuna Yesu anayeokoa. Twende tukaombe, kuna Yesu anaponya. Twende yaani una ujasiri, maana ile jamaa ni mshindi. Mwambie mwenzako huyu Yesu ni mshindi. Yaani huyo ni mshindi. Halo? Yaani unampeleka kwa mtu ambaye hashindwi. Halo? Mtu aliyekufa mpaka akafufuka, wewe unamwambia twende hapa kwa huyu mwamba. Haleluya! Twende kwa huyu mwamba upate ushindi, upate uponyaji. Kwa hiyo inatupa ujasiri. Inatupa ujasiri wa kufanya mambo. Inatupa mamlaka. Kuna vitu ambavyo utaviamuru kwa jina la Yesu vitaondoka. Halo? Lakini kama Yesu asingekuwa ameshinda dhambi na mauti, usingelitaja hilo jina, utasema Yesu yupi? Kwa sababu amefufuka. Mwambie mwenzako Yesu amefufuka. Kwa sababu Yesu amefufuka, tuna ujasiri hata wa mimi happy hapa leo nahubiri kwamba Yesu ni mshindi. Nina ujasiri maana nimemwona na ninajua atatenda hata zaidi ya hapo. Haleluya! Kwa kuna ujasiri. Inatupa ujasiri kwamba tuna Yesu aliyeshinda dhambi na tunamwamini Yesu mwenye nguvu. Hatumwamini Yesu aliyeshindwa. Tunamwamini Yesu mwenye mamlaka. Na si kwa mamlaka aliyotupa tunatamka wagonjwa wanapona, tunatamka vipofu wanafungua, tunatamka waliofungwa kwa nguvu, kwa mamlaka hiyo tulipewa. Haleluya! Kwa hiyo kanisa, tunapokumbuka kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo, ni ushindi ambao yani tunajikumbuka, kama tunachajiwa kwa upya, una recharge, unapata nguvu mpya kama yule aliyekufa kwa ajili yetu akashinda dhambi, unasimama tena kwa mamlaka, unashuhudia, unampiga shetani, unamkanyaga, unaharibu, unafuta, kwa sababu una mamlaka, una nguvu, na yeye yuko hai ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4, ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu inatuhakikishia kwamba Yesu yu hai na anatawala katika ufalme wake milele. Yesu na kama Yesu yu hai na si ametuokoa na si tu hai, tutakuwa hai na tutatawala pamoja naye. Haleluya! Wangapi wanatumaini kwamba watatawala pamoja na Kristo? Haleluya! Yaani inatuhakikishia kwamba Yesu yu hai. Yu hai. Usiogope, yu hai, atakutetea jamani. Sio wa kushindwa, yu hai. Alikufa lakini alifufuka huyo Yesu jamani, alifufuka. Yu hai. Na wewe amekufanya uko hivi, uko hai kiroho kwa sababu ya neema hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapoadhimisha kwamba Yesu amefufuka, ni wakati wa kutembea kifua mbele. Tunajipiga kifua mbele. Mama, tunakumbuka mama alichofanya. Tunakumbuka Mungu alichofanya. Tunakumbuka Bwana alichofanya. Kwa hiyo tunatembea kwa ujasiri, tena kwa kuringa. Mtu asikutangae. Akikushangaa cha kushangae, lakini una Yesu aliyeshinda. Una Yesu aliyeshinda. Una Yesu anayefanya mambo makubwa. Una Yesu anayekupigania. Una Yesu ambaye hata kuacha. Yu hai. Haleluya. Yu hai. Huyo ni Yesu tunayemhubiri. Amen. Hatumhubiri Yesu aliyekufa. Aliyekufa kafufuka. Halo? Aliyekufa, aliyejaribiwa akashinda majaribu. Aliyekufa akafufuka. Sasa yuko hai. Ndio tunamsema. Haleluya. Ndio tunamtumikia. Ndio mimi mchungaji Happy nahubiri habari zake, maana yuko hai. Yuko hai ndani yangu. Yuko hai ndani yako. Huyo ni Yesu. Haleluya. Kama kuna vitu vilikuwa vimekufa kwenye maisha yako, natangaza leo vifufuke kwa jina la Yesu Kristo aliyefufuka. Yamkini ni huduma ya maombi, ulikuwa unaomba lakini sasa hivi huombi. Kuna jinsi ambavyo adui akasema hata kaombe tena, alikuwa anatusumbua hapa. Hata nakwambia hivi, na ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Hiyo huduma ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Nasema hiyo huduma ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Inawezekana ni huduma unafanya lakini adui, maana adui kazi zote ni kuharibu, akaipiga
Akasema hakuna kusikika tena, kaizika. Nakuja kutangaza mchana huu leo, ifufuke kwa jina la Yesu Kristo. Amini kwamba nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu iko hapa mchana wa leo, na unatembea nayo. Lazima liwepo badiliko, lazima vifufuke, vilivyokufa vifufuke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Okay, namba tano, ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo ilimtoa Yesu kutoka katika wafu na kutupa tumaini la kuishi kwa yeye. Yaani imetupa tumaini la kuishi kwa yeye. Yaani hata tukifa hapa tunajua kuna mahali tunakwenda kuishi na yeye. Halo? Au kuna mtu ana wasiwasi? Kuna mtu ana mashaka? Kuna mtu ana mashaka? Usiwe na mashaka. Yaani tuna uhakika, haleluya, tuna uhakika kwamba hata sisi tukifa tutakwenda kuishi naye milele. Tunajua hapa tunapita, lakini kuna maisha mengine ya milele, na haya maisha ya milele hatutakaa peke yetu. Sisi tunaomwamini Kristo tutaishi naye milele. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma katika Injili ya Yohana sura 11, wakati Yesu anamfufua Lazaro, alipofika dada zake wanamwambia Yesu, ungekuwa hapa ndugu yetu asingelikufa. Sasa umechelewa, tumekutumia ujumbe, njoo. Umekaa siku zote hizo, unakuja mpaka ameshakufa, amezikwa, amekaa kaburini siku 4. Wakamwambia Yesu, ungekuwa hapa asingekufa. Yesu anawaambia hivi, mimi sikuambia kwamba akamwambia Mariam, sikukwambia kwamba atafuka, atauona uzima, atakuwa mimi ndio ufufuo na uzima? Akasema hapana, najua atafuka siku ya mwisho. Lakini Yesu akamwambia hivi, hata iwe siku ya mwisho, iwe sasa hivi, mimi ndio ufufuo na uzima. Hebu sema, Yesu ni ufufuo na uzima. Yesu ni ufufuo. Akamwambia mimi ndio ufufuo na uzima, na kama nimefika hapa ambapo kuna mtu alikufa, lazima afufuke. Akamwambia Lazaro, toka nje. Wakamwambia hapana, ananuka sasa, maana amekaa kaburini siku 4. Akasema kaburini siku 4 sio kitu. Lazaro, toka nje. Maandiko yanasema akatoka nje yule aliyokufa, Lazaro akafufuka. Yesu ni ufufuo na uzima, ni nguvu, ndio uzima wenyewe. Kwa kama tunaishi na Kristo, tujue kwamba yeye, hata kama kuna vitu gani vinatutishia kufa, hatutakufa, na hata kama tukiufa atatufufua siku ya mwisho kwa jina la Yesu. Amen. Atatufufua. Kwa kufufuka kwa Yesu ni ushindi kwetu jamani. Tunakumbushana mambo ambayo ni ya muhimu katika maisha yetu. Ni ushindi kwetu, ni uzima kwetu, ni utukufu kwa Bwana. Maana walipomua walisema tumemaliza, lakini Mungu akasema hapa ndo naanza kwa ajili ya utukufu wangu. Haleluya. Yamkini kuna mambo wameshaua kwenye maisha yako, lakini ngoja nikwambie, Bwana anataka afanye, ajitukuze kwenye maisha yako. Kwenye hicho alichokiua, Bwana anataka ajitukuze. Watu wajue kwamba Mungu tunayemtumikia, Yesu tunayemwamini, tunayemtumikia, wajue kwamba yu hai. Haleluya. Na ijulikane kwamba Yesu tunayemtumikia hayuko hai. Sio yule aliyekufa akazikwa. Ndio alikufa akazikwa, lakini alifufuka. Iko nguvu inayofufua. Na mimi mchana wa leo kuna mambo ambayo Bwana anataka yafufue katika jina la Yesu. Ile nguvu iliyomfufua Kristo kutoka wafu iko hapa, inatenda kazi. Unataka afanye jambo kwako? Sema amina kama unataka afanye jambo kwako. Kama kuna mambo yalikuwa yamekufa, anataka yafufue. Kama kuna kitu ambacho hakijakaa vizuri, kimekosa uhai, yeye yuko hapa kuleta uhai. Maana aliyefufuka anatufufua na sisi, anafufua mambo yetu, anafufua chochote kile ambacho kiko katika imani yetu. Sisi kama watoto wake lazima kifufuke. Bwana Yesu asifiwe. Lazima kifufuke. Hakuna kitu kinachomshinda. Sikiliza, wakati wanamzika Yesu walisema hapa tumemaliza, na walitoka pale wakilia kwamba tumemaliza, kwamba finish, hakuna tena kitu hapa. Lakini Mungu akasema hapa ndipo napoanzia. Haleluya, haleluya. Ngoja nikwambie, hivyo vitu ambavyo adui ameua kwenye maisha yako havizuiliwi kwamba wamefunga wakafanya matambiko, wakaenda kwa waganga, wakachinja nini, wakatoa sadaka, wakafanya nini. Ngoja nikwambie, iko sadaka ya damu ya Yesu.
Na sadaka ya damu Yesu iliyomwagika msalabani, hii inafungua vyote. Haleluya! Ni sadaka inayopita sadaka zao, mbuzi na makafara na kondoo na ng'ombe. Sadaka hiyo ndio hiyo inakwenda kuachiliwa, lazima vifufuke. Bwana Yesu asifiwe. Asikutishie. Wewe inua imani yako kwa Bwana. Mwambie Bwana, niko hapa. Wewe uliyefufuka kutoka wafu, naomba fanya jambo. Taja lile jambo ambalo lilikufa kwenye maisha yako. Mwambie Bwana, Bwana wa ufufuo yuko hapa. Nasema Bwana wa ufufuo yuko hapa. Anataka afufue aliyokufa kwenye maisha yako, kwenye afya yako, kwenye familia yako. Yuko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie mwenzako usimwache kaondoka. Yuko hapa, nataka atende jambo kwako. Yuko hapa, nataka atende jambo kwako. Usikubali. Haleluya. Haleluya. Jambo lingine la mwisho, la 6. Hiyo nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka wafu inatupa nguvu na matumaini ya kujua ya kuwa hata sisi tutashinda. Yaani hiyo nguvu ni ushindi. Halo? Kama yeye alishinda dhambi na mauti akafufuka, sisi ambao tuko hapa duniani tunakutana na mambo mengi magumu. Tunakutana na changamoto nyingi za kibiashara, za kindoa, za kifamilia, za kihuduma. Tunakutana na changamoto nyingi. Tunakutana majaribu mengi. Na kama tunakutana majaribu mengi, lakini tunambeba yule ambaye ameshinda, tuwe na uhakika ya kwamba hata sisi tutashinda. Haleluya. Kama Yesu hakushindwa, hata mimi Happy sitashindwa. Sijui wewe, na wewe utashindwa? Wewe utashindwa? Hebu sema hapana, sishindwi. Haleluya. Ile nguvu iliyomtoa kwa wafu inatenda kazi. Na kama yeye alishinda, na tena anatuambia katika Warumi kwamba ametufanya kuwa zaidi ya washindi, Pastor Jane, tuamini kwamba na sisi tutashinda. Tuamini kwamba tutafanya nini? Tutashinda. Hakuna kitu atakachotushinda. Kana Yesu vizuri. Shika Yesu vizuri. Muamini Yesu vizuri. Kuna mambo yalikuwa yameshakupiga mweleka. Leo nataka tuyaambie umekosea njia. Tunakutoa out in Jesus name. Halo? Kuna mambo yalikuwa yanakusumbua. Kuna machangamoto umekutana nazo mpaka unalia, hulali usingizi. Kila saa unalia tu, hauna raha, hauna amani. Liko jina la Yesu Kristo aliyefufuka kutoka wafu. Lazima tuyaambie leo, is over. Ushindi ni wetu, maana ushindi tunashinda kama yeye alivyoshinda. Haleluya. Haleluya. Ni jambo gani nalo kushinda? Yesu amefufuka kutoka wafu, ameshinda dhambi na mauti. Ameshinda dhambi na mauti. Mauti imeshindwa. Kama mauti imeshindwa, dhambi imeshindwa, nguvu ya kaburi imeshindwa, na sisi amesema ametushindia. Tumembeba yeye, tuamini kwamba hata sisi tutashinda. Hakuna jambo litakalotushinda, labda tuamue kushindwa. Maana kuna mtu anakata tamaa, anaamua kushindwa, lakini walioko hapa hawakati tamaa. Haleluya. Tulioko hapa hatukati tamaa, lazima tushinde. Mtikishe mwenzako, mwambie lazima ushinde. Huu ni wakati wa kushinda, ni wakati wa kupambana, na ushindi ni wako katika jina la Yesu. Haleluya. Lazima tushinde. Kuna mambo yametuliza sana, yametuumiza, yametuacha tukawa hata tupate usingizi, yametusumbua sana, lakini yuko Yesu aliyeshinda dhambi na mauti. Yuko Yesu aliyeshinda. Nasema yuko Yesu aliyeshinda. Huyu tukimwambia atatushindia. Haleluya. Haleluya. Mwambie mwenzako Yesu ametushindia. Haleluya. Mwambie tena yaliyotushindia leo tunakwenda, aliyotushinda leo tunayashinda. Mwambie yaliyotushinda leo tunayashinda. Kwa jina la Yesu aliyefufuka. Kwa jina la Yesu aliyefufuka. Lazima tuyashinde. Haleluya. Sijui ni mambo gani yamekushinda, lakini sisi wa Kristo tunasherehekea Pasaka. Tunaambia kwamba Yesu ameshinda. Na kama ameshinda, tunamwamini huyu. Na yeye amesema atatushindia. Ametufanya kuwa zaidi ya washindi. Sasa tusimame kwa ujasiri, tumwambie sisi ni washindi. Tuyaambie yale mambo sisi ni washindi. Tutangaze, ulimwengu wa roho usikie na ulimwengu wa nyama usikie kwamba sisi ni washindi. Haleluya. Yaliyokusumbua yote, yaliyokutesa yote, yaliyokunyima usingizi, yanayokusumbua kiasi kwamba
hata wakati mwingine unatembea unaongea peke yako kama vile hazipo. Lakini ngoja nikwambie, Yesu, tumuite Yesu, tulitie jina la Yesu, aliyefufuka, aliyetufanya kuwa zaidi ya washindi, aliyesema hata tuacha, aliyesema, aliyeacha enzi na mamlaka, akaja kwetu duniani, akakubali kifo cha aibu. Unajua kufa msalabani kwa ni kifo cha aibu. Akakubali kufa kifo cha aibu ili tupate ushindi. Kwa jina la Yesu aliyefufuka tuyapige hema, tuambie ondoka kwa jina la Yesu aliyefufuka. Haleluya. Petro akawaambia, haya mambo mnayoona hapa na mnashangaa nini? Yaani ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu ilikuwa ni nguvu ya Mungu, ndio inayotenda kazi hata sasa. Haleluya. Petro akawaambia, msishangae. Na mimi nataka leo watu washangae huko nje tutakapotoka, maana Bwana aliyefufuka achilie nguvu mpya kwetu leo. Tusimame mahali kama ni ishara, miujiza na matendo makuu yatendeke. Watu wakishangaa tuambie ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu inatenda kazi. Amen. Yamkini kuna mambo yanakaa kwako vibaya hujayaambia. Sikiliza, kufufuka kwa Yesu kumekupa mamlaka. Halo? Yatamkie kwa jina la Yesu, ondoka. Sikiliza, Petro huyo alivyoenda sura ya 5 kitabu cha Matendo ya Mitume, baada ya Roho Mtakatifu, maandiko yanasema kuna siku walikuwa wanaenda hekaluni, wakamkuta kiwete amekaa pale miaka mingi, na alikuwa anawekwa pale ili ape sadaka. Lakini kwa sababu kulikuwa na hiyo nguvu, haleluya, nataka ukitoka hapo hiyo nguvu usikae kimya, fanya jambo kwa utukufu wa Bwana. Wakamwambia ile kiwete, nyanyuka kwa jina la Yesu. Yesu yupi? Huyo ambaye tunasema amefufuka, aliyeshinda dhambi na mauti. Wakamwambia ile kiwete, sisi hatuna fedha wala hatuna dhahabu, lakini tunachokupa leo, tunachokupa leo sio cha kawaida. Hatukupi fedha wala dhahabu, na kwamba sio kwamba hatuna, tuna kitu cha zaidi. Hicho cha zaidi, tuna jina la Yesu aliyefufuka. Simama uende. Akasimama. Halo? Kuna nguvu katika ufufuo wa Yesu Kristo. Kuna nguvu kwa kuona muamini Kristo. Tembea katika nguvu hiyo. Tembea katika uwezo huo. Hakuna jambo litakalo kushinda. Ukitembea katika nguvu hiyo, katika neema hiyo, katika imani hiyo, hakuna jambo litakalo kushinda. Maana Yesu ayuko na wewe, na zaidi ni kwamba amesema hata kupungukia, amesema atakuwa pamoja na wewe. Kwa hiyo hiyo nguvu inatenda kazi hata sasa. Ondoka na nguvu hiyo. Lazima vitu ambavyo vilikuwa vimekufa kwako vifufuke kwa jina la Yesu. Haleluya. Kama kuna mambo yalikuwa yamekushinda, leo tunaambia umenichezea kwa muda mrefu, muda wa kunitesa na kunisumbua umefika. Ondoka. Halo? Lazima tutamkazi. Na inawezekana, mwambie mwenzako inawezekana. Inawezekana. Kwa hiyo sasa malaika akawaambia wale akina mama, akawapa tangazo la furaha, akawapa neno la furaha kwamba nyie mnamtafuta Yesu aliyekufa, hayuko hapa, amefufuka. Akawaambia amefufuka. Ilikuwa ni tangazo la furaha, ijapokuwa walikuwa na hofu, wanasema sasa imekuaje? Ngoja nikuambie itakuwa, kwa sababu ndivyo hivyo kwa utukufu wa Bwana. Haleluya. Kwa tunapotoka katika ibada hii, hebu tutembee kifua mbele. Yesu amefufuka. Kama kuna mambo yalikuwa yanatushinda, tuyaambie kwamba na kushindwa tena. Tunayatamkia kabisa. Amen. Tunayambia. Kama kuna vitu ambavyo waliviharibu na kuviwa kwenye maisha yako, lazima tutangaze. Tuviambie kwamba lazima ufufuke kwa jina la Yesu. Tumia mamlaka hiyo. Nguvu ipo. Na hiyo nguvu iko mahali hapa. Iko juu yako. Kwa nguvu hiyo kuna vitu vitabadilika. Haleluya. Kwa nguvu hiyo kuna magonjwa yatapona. Kwa nguvu hiyo kuna watu watafunguliwa. Kwa nguvu ya ufufuo kuna watu watapona magonjwa yao. Kwa nguvu ya ufufuo kuna watu watamtumikia Mungu na kutenda miujiza. Halo? Kwa nguvu ya ufufuo Bwana atafungua biashara yako. Kuna mahali walishaiua, Bwana ataleta ufufuo. Haleluya. Kwa nguvu ya ufufuo kuna ushindi. Wangapi anaamini kuna ushindi katika maisha yao leo? Naomba simama pale ulipo.
Nataka utoe mbele za Mungu, mwambie Mungu, ni kitu gani ambacho adui aliwa kwenye maisha yako? Ni kitu gani kimeharibika? Ni kitu gani kinakushinda? Wewe unajua mwenyewe. Bwana yuko mahali hapana kujua. Mimi sikujui, lakini anakujua. Ni wakati wa kumwambia Bwana. Nenda mbele za Mungu sasa. Ukipenda kuja madhabahuni, kama kuna jambo ukipenda kuja madhabahuni, njoo madhabahuni, mwambie Bwana yoyote yale ambayo adui alikuwa amekuletea hofu na mashaka ya kushindwa, leo simama kwa ujasiri kwa jina la Yesu aliyefufuka, yapinge, yakatae kwa jina la Yesu. Na kama kuna mambo ambayo yanaleta shida kwenye maisha yako, ambayo yanakuletea shida, aidha kuwa maisha yako kiroho, kuwa imani yako, kuwa biashara yako, kuwa kazi yako, hebu leo mbele za Bwana yakatae leo kwa jina la Yesu aliyefufuka. Na kama kuna mambo ambayo adui aliua kwenye maisha yako, leo ni wakati wa kuyafufua, maana ile nguvu iliyomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu iko hapa, iko hapa. Na Bwana anataka yafufue. Ni huduma yako, ni kazi yako, biashara yako, huduma yako. Njoo hapa, nguvu iko mahali hapa, nguvu ya kufufua, nguvu ya kufufua iko mahali hapa, nguvu ya kutengeneza, nguvu ya kupokea, nguvu ya kushinda. Rabosakarabasina. Na unapofika hapa, omba, Bwana yuko mahali hapa. Amini kwamba Kristo alikufa kwa ajili yako. Amini kwamba Kristo alikuja duniani kwa ajili yako. Amini kwamba aliteseka kwa ajili yako na ameshinda kwa ajili yako. Na kama ameshinda kwa ajili yako, lazima uamini kwamba na utashinda. Oh, rabasaka rabashinda, raposaka. Amba kila mmoja sasa aombe. Kila mmoja fungua kinywa chako, mwite Bwana, mwite Bwana. Raposaka rababa, raposaka rababa, repapababa, raposaka sikarabashinda, rekaboka sikarabashinda, raposaka rababa, raposaka rabashinda. Asante Bwana Yesu kwa kunipa neema wokovu. Asante kwa kunishindia, asante kunishindia. Raposeke, rabosaka rabashanda, rapapababa. Katika jina la Yesu, zungumza na Bwana kwa Pasaka isikuache hivi hivi. Kama kuna vitu vilikufa, lazima vifufuke kwa jina la Yesu aliyefufuka. Tangaza, vitangazie, viambie. Raposaka. Naomba Pasaka iwe ni ya kwako, ilete mabadiliko kwako. Kama ni kwenye biashara, lazima, kwenye kazi, kwenye huduma, afya yako, familia, ilete mabadiliko. Tangaza, tangaza. Yesu, ile nguvu iliyomfufua Yesu iko hapa. Raposaka rabashika, rabosaka rabashika, rapababashika, yakarabasika rabashika, raposaka rabashika, rapababashika, rapasaka rabashika, yakarabasika raba, raposaka raba, ikarabaseke, rapasaka rabashika.